Kama unavyoona mbele ya kamera yako tuko na msanii ambaye anafanya vizuri sana kutoka Tanzania na dunia kwa ujumla, si msanii mwingine anaitwa Nandy. Leo tutaenda kuzungumza kwenye hali ya majonzi kidogo, kwa sababu tunafahamu tuna taarifa kubwa kabisa ambayo umetupata kutoka kwa kuondokewa kwa Dr. John Pombe Magufuli. Tutaenda kuzungumza na Nandy mambo mengi sana. Nandy, kwanza nikupe pole sana. Nashukuru sana. Okay, tumepigwa na pigo kubwa sana la kuondokewa na rais wetu mpendwa kabisa Dr. John Pombe Magufuli. Kwa Nandy, taarifa ya msiba alipata akiwa? Nilipata nikiwa nyumbani. Tena nilikuwa najiandaa kulala kwa sababu siko vizuri kiafya kidogo, kwa hiyo nilikuwa na lala mapema kidogo. So then nikana pita kidogo kwenye group yangu ya kazi, and then ndo nikaona clip ya mama yetu Mama Samia akitangaza kifo. Yeah. Okay, moja ya kitu ambacho mimi nakumbuka Nandy kwenye kampeni za Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli alikupatia zawadi ya kofia, na ni moja ya kumbukumbu ambayo kwako bado unayo mpaka sasa hivi. Kitu gani ambacho sasa hivi Nandy anakikumbuka sana kutoka kwa mheshimiwa ukiachana na kofia? Vingi sana. Kwanza unajua mimi kufanya kampeni tangia naanza muziki, ile ndo kampeni yangu ya kwanza, kwa sababu niliingia tayari watu wameshafanya kampeni. Nimeanza muziki mwaka 2016 lakini ilikuwa mwaka 2015. Nafasi na kwa ukubwa ule ambao nilikuwa nimefanya ilikuwa ni nafasi ya kipekee sana kwangu na wasanii wenzangu. Hilo ni la kwanza. La pili, kiujumla tu unajua Mheshimiwa Rais ametunyoshia vitu vingi sana, especially mimi, yani sidhani kama mimi peke yangu. Unajua siku hizo watu wamekuwa na adabu sana na pesa. Huwezi tumia pesa ovyo. Uwezo kuwa na matumizi ambayo tu yani tunaiogopa sana kesho yetu. Na Mheshimiwa Rais alikuwa tusisitiza sana tuchape kazi, na nimeangalia tena hususan kwa wanawake kiukweli wameonyesha wigo mpana na uthubutu wa kufanya kazi sana. Najua hilo ni shinikizo kubwa kutoka kwa rais wetu, kwa sababu amekuwa ni rais pia wa wanyonge. Umeona, ukifikia si wengine tumetoka katika familia duni, tunahitaji kufika kule ambapo tutafika, na tunaona Mheshimiwa Rais alikuwa anatusupport, ana sacrifice maisha yake kwa ajili yetu. Ni kitu kikubwa sana. Kifo cha mheshimiwa kimekuwa ni kifo ambacho kimewashtua Tanzania wengi, na kimekuwa kifo cha ghafla sana. Tumefunzwa nini kwenye upande wa kifo cha mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli? Nilikuwa naambia management, kwa tunaongea na marafiki zangu kwa ujumla, tupendane tu. Najua kila mtu atakufa, na ubani kwamba Mungu alipotuwezea tujui siku, saa wala dakika. So unapopata muda wa kuweza kusaidiana na kupendana na mtu, pendane ni tu rafiki, dada, mama, ndugu, tupendane, kwa sababu angalia sasa hivi tunaona ule upendo ambao ameutengeneza kwa wananchi na dunia nzima. Wengine wakawa wafikiri kama kumbe rais ana mapenzi makubwa sana na wananchi wake. So tutengeneze leo mema, hususan kwa sisi vyombo vya jamii. Vifo vyetu vinakuwa vya kutangazwa, vya wazi. Kwa hiyo tujaribu sana kuacha alama nzuri, ili tuzungumzie kwa mazuri, kwa sababu hatujui muda wala dakika. Sawa, tuongelee hiki swala ambalo mmekuja kulifanya hapa. Mmekuja kutengeneza wimbo wa pamoja. Namna ambavyo mmekusanyika kama wasanii, ni kitu gani ambacho kina click kwenye akili yako? Umoja wenu ambao mmeuonesha kwa ajili ya kutengeneza wimbo kwa ajili ya hayati Rais Magufuli. Ni umoja ambao umetengenezwa enzi na enzi, na umoja pia ambao umesisitizwa sana, na niliuona kipindi cha kampeni ambapo tulikuwa tunakutanishwa kwa pamoja, tunafanya kwa pamoja. I think ni ile spirit ambayo tupo nayo wasanii tangia tumetengenezwa enzi hizo, kipindi cha Mariam Ruge mpaka sasa hivi. Mheshimiwa Rais alitukutanisha kwa ajili ya kampeni, na ndio maana imekuwa ni rahisi pia kukutana sasa hivi, kuungana kwa pamoja, kusaidiana ili kumwimbia mheshimiwa. Wasanii mmekuwa na heshima kubwa sana toka Dr. John Pombe Magufuli kuingia. Sasa hivi tumeona Nandy unaweza kufanya collab na wasanii wa nje kama Kofi, wakubwa sana. Unahisi kifo cha mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli kitaweka kitu gani kwa wasanii, kwa sababu mna deni kubwa sana kutoka kwake na amewatengenezea njia nzuri sana? Naamini kwa wasanii wote tuna kazi kubwa sana ya ziada kwa ajili ya kumake proud rais wetu, na pia kwa ajili ya serikali nzima, kwa sababu Mheshimiwa Rais ametutoka sasa hivi, lakini pia kuna viongozi ambao walikuwepo, mama yetu Mama Samia, serikali kwa ujumla, wabunge, serikali yote kwa ujumla. Ukiongelea kama serikali inatusupport, so najua watakuwepo kwa ajili ya kutuangalia, watakuwepo kwa ajili ya kufanikisha yale ambayo tulikuwa tunatamani, au Mheshimiwa Rais alikuwa anatamani wasanii wake tufanikishe.
Ulikwishawahi kupata nafasi labda baada ya kampeni zile kukutana na Mheshimiwa Rais labda na kuongea naye mawili matatu? Hapana. Sikuwahi. Nandy, neno lolote la kuambia Watanzania kwa msiba huu? Tunafahamu wewe pia ni mtu ambaye uko kwenye mwanga mkubwa, na sisi pia Watanzania wote tuko katika tatizo kubwa. Neno lolote? Tuwe tulivu, tusali sana, chini kipindi kigumu sana. Na bado tuna safari ndefu sana mpaka siku ambapo tutamlaza rais wetu. So tuombe, tuwe tulivu, tuzidi kusali. Okay, nashukuru kwa time. Asante.